Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi, na zamani alipodhihiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika tumbo la mama yake, baraza rafi'an tarafahu ila samai, alidhihiri hali ya kunyanyua macho yake juu, mumian bidhalika rafi ila anna lahu sharafan ala majduhu wasama, hali ya kuishiria kwa huko kunyanyua macho yake juu kwenye kwamba ana utukufu, akiishiria kwamba ana utukufu ala uliopanda juu, ala majduhu, utukufu ambao umekuwa juu utukufu wake, wasama, na umetukuka. Wakana waktu maulidihi, waktu maulidi sayyidi al-kaunaini, na ulikuwa wakati wa kuzaliwa bwana wa ulimwengu, bwana wa mbingu na ardhi, yani bwana wa nini, wa mbinguni na ardhini, au bwana wa ulimwengu na akhera. Sayyidul kaunaini, bwana wa ulimwengu na akhera, duniani na akhera. Ulikuwa wakati wa kuzaliwa kwake, mina shuhuri, katika miezi, shahra Rabi'in al-awwal, ilikuwa ni mwezi wa mfunguo 6, wa min al-ayami, na katika masiku, yauma al-ithnaini, yauma al-ithnaini ni siku ya Jumatatu, wa maudhi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramaini, na mahali pa kuzaliwa kwake na kabri yake ziko katika haramu mbili, haramu Makkah wal Madina. Elewa, niko mahali ambako kaburi yake iko Madina, mahali pa kuzaliwa ni Makkah. Waqad warada annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ulida makhtuna, na hakika kumekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara kumepokewa kwamba yeye amezaliwa hali ya kuwa ni mwenye kutahiriwa, makhulan, mwenye kutiwa wanja, maktua asurra, mwenye kukatwa kitovu. Mtoto akitazaliwa kitovu lazima kikatwe ili kuepusha yeye na mama yake, lakini Mtume amezaliwa keshakatwa kitovu. Mtoto akizaliwa lazima atahiriwe, yeye keshatahiriwa kabisa. Tawallat dhalika li sharafihi inda Allahi aidi al-qudra, imetawalia hilo kwa utukufu wake mbele za Mwenyezi Mungu, mikono ya uweza wa Mwenyezi Mungu, kwa maana Mwenyezi Mungu mwenyewe amemfanyia mambo hayo kwa uweza wake. So lazima iwe kuna mtu kamfanyia hayo, ndio maana akasema aidi al-qudra. Ile qudra imefanywa kama ni kitu chenye mikono wa maburuzihi ila hadha al-alami, na pamoja na kudhihiri Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye huu ulimwengu, dhahara min al-ajaibi ma yadullu ala annahu ashraful makhluqina wa afdalul habaib, yamedhihiri katika ajabu yanayodulisha kwamba yeye ni mtukufu zaidi wa viumbe na ni mbora wa wapenzi. Sawa. Faqad warada an Abdurrahman ibn Auf an ummihi Shifa radhiyallahu anhuma, hakika kumekupokewa kutoka kwa Abdurrahman bin Auf kutoka kwa mama yake Shifa, Mwenyezi Mungu amwele radhi, awaele radhi wote wawili. Qalat, amesema Shifa, huyu ni mkunga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye alimpokea Mtume kutoka tumboni mwa mama yake. Kwa amesema Shifa, lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Shafai ummihi Shafai
Haya, nuskha zote zimeandikwa Shafai. Shafai. Haya, asema hakika kumepokewa kutoka kwa Abdurrahman bin Auf kutoka kwa mama yake Ashafaa, na huyu ndiye mkunga kama alivyosema. Qalat, amesema Shafaa, lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zamani alipomzaa Amina mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, waqa ala yadayya, aliingia katika mikono yangu mtume sallallahu alayhi wasallam, maana ndo alimpokea, ndio mkunga alimpokea. Fastahalla, akanyanyua sauti. Unaelewa? Sasa istihlali hii kwa kawaida kwa watoto ni kwamba akizaliwa huwa akatoa sauti ya kulia, lakini kuna wanaosema kwamba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni chafya, alipozaliwa alipiga chafya. Sasa ndio maana asema bishafaa, fasamitu qaila yaqul, nikamsikia msemaji mmoja asema rahimakallahu, akurehemu Mwenyezi Mungu, au rahimaka rabbuka shakkun min ar-rad, au akurehemu wewe bwana wako. Sasa ndio wale waliosema kwamba alipiga chafya, maana yake ndio kashemuliwa na malaika. Yana yafanana, kwa sababu yeye mtume wa Mungu alia kwa lipi? Kwa nini alia? Lakini ikiwa ni kupiga chafya sawa. Ila sasa kuna kama Suyuti asema yeye hajaona riwaya au msemaji aliyesema kwamba mtume alipiga chafya saa kuzaliwa. Kwa hiyo itabaki istahala, alinyanyua sauti tu. Basi kama ni kwa kulia au ni hiyo chafya, Allahu a'lam. Anasema qalat ash-Shaffa'u, sema Shafau, faadaa lahu ma baina al-mashriq wal-maghrib, kazagaza kwa sababu yake upande ulio kati ya mashariki na maghrib. Hata nadhartu ila baadhi qusuri Rum, mpaka nikatazama baadhi ya magorofa majumba ya Rum, majengo makubwa ya Rum huko na yaona, kutokana na nini? Na nuru iliyozagaza pale alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaelewana? Kwa haya naelezwa katika vitabu vya tarehe. Anayoyapinga labda kama hakubali utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata ukasema kwamba sanadi zake dhaifu sijui na nini, sanadi dhaifu, je, hii matini haiwezi kuwa sahihi? Huyo mtu huyu na utukufu wake na muujiza yake, haiwezekani kitu kama hicho, ili kuonyesha utukufu aliyezaliwa. Qalat, sema bibi Shafaa, thumma albastuhu, kisha nikamvalisha, wa adjatuhu, nikamlaza. Falam anshab an ghashiyatni dhulmatun wa rubun, sikukaa muda kwa kunifinika mimi, sikukaa muda kunifinika dhulma, giza, warubun, na hofu, kusharira, na kutetemeka au kusisimka, ayamini, pande wa kuumeni kwangu. Nasamitu qaila yaqulu aina dhahabta bihi, nikamsikia msemaji asema wapi umempeleka? Qala, akasema, manake mwingine akasema ila al-maghrib, nimempeleka maghrib. Saa wasfara dhalika anni, katanzuka hilo kuniondokea mimi, hilo giza lile na hofu na kule kusisimka, vyote vikaniondoka. Thumma awadani robu wa dhulmatu wal kusharira an yasari,
kisha ikanirudia mimi hofu na giza na kusisimka kushotoni kwangu. Fasamitu qailan yaqulu aina dhahabta bihi qala ila al-mashriq. Manake sasa hii ni ishara ya kuenea nuru ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mashriq na maghrib. Hizi aina dhahabta biha ila al-maghrib, aina dhahabta biha ila al-mashriq, manake ni kwamba huyu jambo lake litaenea ulimwengu mzima, mashariki mpaka maghrib. Sawa. Qalat falam yazal alhadithu minni ala balin, asema hayakuacha kuwa mazungumzo hayo kwangu mimi katika moyo wangu, katika moyo, maanake nikawa nayakumbuka katika moyo wangu, hatta ta'athahu Allahu, mpaka akampeleka Mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu. Fakuntu min awwali nnasi islama, nikawa mimi katika watu wa kwanza kusilimu. Manake ni kwamba huyu Bibi Shafaa yeye alikuwa kile kitu kile anakikumbuka toka siku ile alozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari ya kupelekwa mashariki magharibi, habari ya yeye kupata sida kiza na kusiunga kufanyaje, kwamba aliona ni jambo kubwa sana analo mtoto huyu. Ndio akaendelea na jambo hilo mpaka siku ambayo alikuja kupewa utume, asema nikaa mimi katika watu wa kwanza waliomwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamtarjamati sunnatu, ni mengi imeeleza sunna, ni mangapi imeeleza sunna. Min adhimi almu'jizati, katika miujiza mikubwa, wa bahiri alayati, na dalili zilizowazi, albayinati, zenye kuweka wazi, bima yaqdi biadhimi sharafihi inda maulahu, kwa ambacho kinahukumu kwa ukubwa wa utukufu wake mbele za Mola wake. Yani hayo ambayo yameelezwa katika sunna, katika miujiza ya Mtume Muhammad na nini wakati wa kuzaliwa na baada, yanaonyesha ukubwa wake. Wa anna aina inayatihi fi kulli hinin taraahu, na kwamba jicho la uchunga wake katika kila wakati linamchunga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu alhadi ila sirati almustaqim, na kwamba yeye ni mwenye kuongoza, ndiye mwenye kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Allahumma salli sallim ashraf as-salati wat-taslim, Mola wangu hapo rehemu na muokoe, rehema iliyo tukufu zaidi na kuokoa kuliko kutukufu zaidi, ala sayidina, mtume wetu nabiyina, na mtukufu wetu wa daraja, ala sayidina, bwana wetu nabiyina, na mtukufu wetu wa daraja, Muhammadin ar-raufir rahim, Muhammad mpole mwenye huruma. Thumma innahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada an hakamat alqudratu bidhuhurihi, baada ya kuhukumu qudra kwa kudhihiri kwake, wantasharat fil akwani lawami nurihi, na zikaenea katika ulimwengu zenye kung'aa za nuru yake, maana nuru zake zenye kung'aa. Tasabaqati ila radhaihi almuridati almurdiat, walikimbilia kwenye kumnyonyesha wanyonyeshaji. Watawaffarat raghabatu ahli alwujudi fi hadanati hadhihi dhat, na zilikamilika raghaba, shauku au mapenzi ya watu wa ulimwengu, raghaba, shauku za watu wa ulimwengu, fi hadanati hadhihi dhati, katika kuilea dhati hii. Fakadhafa alhukmu min alhadrati alazima, fanafadha, ikapita hukumu, fanafadha alhukmu, ikapita hukumu, min alhadrati alazima, katika hadhara iliyokubwa, biwasitati sawabiqi alqadima, kwa wasita
wa kadhaa za tangu, biwasitati sawabiqi alqadima, kwa wasita wa hukumu za tangu, bi anna al-aula bitarbiyati hadha alhabibi, kwamba aliye bora kwa kumlea kipenzi huyu, wa hadhanatihi, na kumwangalia, as-sayyidatu Halima, ni bibi Halima. Wa hina lahadhathu uyunuha, na zamani alipomtazama Mtume sallallahu alayhi wasallam macho ya Khadija, wa baraza fi sha'niha min asrari alqudrati arrabbaniyati maknunuha, na zikadhihiri katika jambo lake katika siri za uweza wa Bwana zenye kujificha zake. Nazala qalbaha min alfarahi wassururi ma dalla ala anna haddaha min alkaramati inda Allahi haddun mawfur, zilishukia katika moyo wake katika furaha, maadalla, zilizodulisha, ala anna haddaha min alkarama inda Allahi haddun mawfur, juu ya kwamba fungu lake katika karama fungu lake katika karama mbele za Mwenyezi Mungu, haddun mawfur, ni fungu lenye kufanywa jingi. Fahanat alayhi hunuwa al-ummahati ala al-banina, kamhurumia huruma ya mamama juu ya watoto. Mama huyu Halima akamhurumia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wamama wanavyohurumia wana wao. Kuna hanat ala auladiha hunuwan kauluwin atafat kaahnat walhinayatu allati ishtadda alayha istihram. Hiyo ni hanat, kwa maana ya hanat ala auladiha atafat alayha. Lakini tukija huku kwenye Hanna wanasema alhaninu shauq wa shiddatu albukai waltarab au sautu altarab, yani alhuzni au faraj. Hanna yahinnu haninan istatraba fahuwa hanun, wastahanna watahana wahanat alnaqatu almustahin, walhananatu alqaus, walhananu kasahabi arrahmatu والرزق والبركة والهيبة والوقار ورقة القلب. Sasa huku imekuja ismu tu Hananu, lakini fiili yake Hanna haipo. Ikiwa Hananu ni huruma, lakini kuna wahannahu saddahu wasarafa, walhanunu arrihu lahu hanin kalibili, wahannanat shajara tahanina, wahanat alayhi hunuwa al-ummahati ala albanina, na zikawahurumia, akamhurumia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama huruma ya mamama juu ya watoto, kama kuwahurumia mamama watoto, wakamhurumia kama kuwahurumia mamama watoto. Waraghibat fi radhaihi tama'an fi naili barakatihi, na akapenda kumnyonyesha kwa kutamai kupata baraka zake. Allati shamilat alalamina, ambazo zimewakusanya walimwengu wote. Fatalabat min ummihi alkarimati an tatawalla radhaahu, akataka kwa mama yake mkarimu mtukufu kutawalia kumnyonyesha. Wa hadhanatahu, na kumlea. Wa tarbiyatahu bil aini rahima, na kumlea kwa jicho lenye huruma. Fajabataha bitalbiyati lidaiha, akamuitika bitalbiyati lidaiha, kwa kuitika mwito wake. Lima ra'at min sidqiha, kwa alichokiona nacho ni ukweli wa bibi Halima fi husni tarbiya, katika uzuri wa malezi wa ukuri dawaiha, na kukamilika yenye kupelekea kulea.
na kukamilika yenye kupelekea kulea, yenye kupelekea tarbia. Fatarahalat bihi ila manaziliha masrura, akasafiri naye kwenda katika majumba yake, yani katika mji wake, hali ya kuwa ni mwenye kufurahi. Wa hiya bi riayati llahi mahfufa, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuzungushwa, ni mwenye kufinikwa, ni mwenye kuzongwa, na hali yeye ni mwenye kuzongwa na kuchunga kwa Mwenyezi Mungu. Elewa, achungwa na Mwenyezi Mungu. Fabiaini inayatihi mandhura, na ni mwenye kutazamwa kwa jicho la kumsaidia, la kusaidia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fashahadat fi tariqiha min gharibi almu'jizati, akaona katika njia yake miujiza iliyo ya ajabu. Madallaha ala annahu ashrafu almakhluqat, kilichomdulisha Bibi Halima kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtukufu zaidi wa viumbe. Fakad atatu wa sharifuha wa atanuha dhaifatani, amekuja Bibi Khadija na Bibi Halima, wa sharifuha, hali ya kuwa ngamia wake. Alikuja Maka Bibi Halima hali ya kuwa ngamia wake, wa atanuha, na punda wake mke, dhaifatani, ni wanyonge. Amekuja wanyonge hivi, maskini. Warajaat, na amerudi. Wahuma lidawabil qafilati yasbiqani, na hali ya kuwa punda na ngamia huo wanawashinda wanyama wa msafara ule, wanawatangulia wanyama wa msafara ule. Waqad darrat ash-sharifu washiyahu min al-albani, na hakika alitoa maziwa ngamia mzee. Washiyahu, na wametoa maziwa mbuzi. Min al-albani, katika maziwa. Yani alichirizika ngamia mzee na walichirizika mbuzi katika maziwa. Bima hayyara al-uqula wal adhan, kwa ambacho kimezitosheza akili. Wabakia indaha fi hadhanatiha, na alikabaki Mtume sallallahu alaihi wasallam mbeza Halima katika ulezi wake. Wazaujiha, na mume wake. Sanataini, miaka miwili. Tatalakha min barakatihi wa ajaibi muujizatihi, hali ya kuwa anapokea Bibi Halima katika baraka za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ajabu za miujiza yake. Ma taqarru bihi al-ainu, kile ambacho linatulizana kwa hicho jicho. Watantashiru asraruhu fil kaunaini, na zinaenea siri zake duniani na akhera. Ikiwa kaunaini tutaifasiri hii, au watantashiru asraruhu fil kaunaini, katika watu na majini, kauni al-insi wa kauni al-jinn. Hata wajahathu malaikatu takhsis wal ikram, mpaka wakakabiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam malaika wa takhsis, wa kuhusisha na kutukuza. Bisharafi alladhi ammat barakatuhu al-anam, wakamwelekea, yani wakakabiliana naye kwa utukufu ambao zimewaenea baraka zake watu. Wa huwa yara al-aghnam, na hali Mtume sallallahu alaihi wasallam anachunga mbuzi, kwa malaika wakamjia, wakamwelekea. Faadjauhu ala al-ardi, wakamlaza juu ya ardhi. Idjaa tashrifin, kulaza kwa kutukuza. Washaqqu batnahu shaqqan latifa, na wakapasua tumbo lake, kupasua kukwepea, yani kwa upole. Washaqqu batnahu shaqqan latifa, na wakapasua tumbo lake kupasua kwa upole. Thumma akhraju min qalbihi ma akhraju, kisha wakakitoa katika moyo wake walichokitoa. Wa audau fihi min asrari al-ilmi wal hikmati ma audauhu, na wakaweka ndani yake katika siri za ilmu na hikma kile walichokiweka. Wama akhraja al-amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, na hawakutoa malaika katika moyo wake uchafu,
hakuwa na uchafu katika moyo. Walakinnahum, lakini wao, zadu tuhran ala tuhrin, walizidisha tahara juu ya tahara. Wa huwa ma dhalika fi quwwatin wa thabatin, na hali ya kuwa yeye pamoja na yote hayo yu katika nguvu na kuthibiti. Yatasaffa, alikuwa anasoma min suturi alqudra, katika mistari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Min suturi alqudrati alilahiyya, katika mistari ya uwezo wa kudra ya Mwenyezi Mungu. Bahira alayati, miujiza iliyo ya ajabu. Naelewana, miujiza yenye kushinda. Sawa. Fabalagha ila murdiati salihati alafifa, yakamfikia yule mnyonyeshaji aliyemwema mwenye kujichunga. Ma hasala ala dhatihi sharifa, yale aliyoipatikania dhati yake tukufu, kama ambavyo tunaona katika sira kwamba baada ya malaika wale kumwangusha chini na kumpasua, ndugu yake yule wa kunyonya, mtoto wa Halima Tusaadia, alikwenda mbio akamwambia mama yake, yule ndugu yetu wa Quraysh yule, wamekuja watu wawili wamemchukua na wakamlaza, wamempasua. Umeelewana? Halima zilipomfikia bibi Halima habari hizo, fatakhawafat alayhi min hadithin takhshahu, akamuogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na tukio analoliogopa ambalo ni hilo. Walam tadri annahu mulahadhatu bil mulahadhati tamati min maulahu, na hakujua kwamba hilo ni kutazamwa kwa kutazamwa kulikotimia kwa Mola wake. Kaogopa tukio litakalompata, maanake lisilikampata tukio kubwa zaidi, itakuwa sio tukio hili, ila ni tukio kubwa lisilikampata kuliko hili la kwamba kalazwa chini kafanywaje. Akaogopa mwanangu asiyakapatwa na matatizo. Hakujua kwamba ule ni mulahadha wenye kutimia kutoka kwa Mola wake. Faraddatuhu ila ummi, akamrudisha kwa mama yake baada ya kuona hayo. Wa hiya ghairu sakhiyatin firaqihi, na hali mama huyu si mkarimu wa kumwacha Muhammad, yani nafsi yake haiko tayari kumwacha akiwa hali ya kuwa si mkarimu wa kuachana na mtume, manake hali ya kuwa haridhii kuachana na mtume. Walakin lima qama maaha min huzni alqalbi alayhi wa ishfaqihi, lakini kwa sababu ya kile ambacho kimesimama pamoja na Bibi Halima, nacho ni huzni ya moyo kumhuzunikia mtume, wa ishfaqihi, na kumhurumia. Wa huwa bihamdillahi fi hisnin mani'in wa maqamin karim, naye mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumhimidi Mwenyezi Mungu yuko katika ngome yenye kuzuia na makamu yaliyo matukufu. Tumeelewana tushia hapo inshallah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفيلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وأخلنا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المرء، واغفر استر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، علي ما سري وآفا مستجيبا دعواتي، ربي فهمنا علوما برسول الله، واحلل عنا المشكلات،